wapendwa, ni usiku mtakatifu na wa kuangaliwa sana mbele za Bwana, kama tusomavyo kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 42. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli katika vizazi vyao vyote. Tumshangilie Yesu. Liturujia ya leo inazo sehemu 4. Sehemu ya kwanza ni ile liturujia ya mwanga. Tumewasha taa, tumewasha moto. Kwa taa na mishumaa tuliyoishika mikononi mwetu, tuyafuate mashauri ya Injili kama tusomavyo katika Injili ya Luka sura ya 12 aya 35 hadi 37. Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Nasi leo usiku huu ni mfano wa watumwa hao wanaokesha kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Tumshangilie tena. Zangu ni usiku wa kumngoja Bwana kwa imani, matumaini na mapendo. Mkesha huu ni mkesha wa mikesha yote. Tunamshangilia Kristo mfufuka aliye mwanga wa ulimwengu. Moto na mishumaa tuliyoiwasha bado ni ishara ya Kristo mfufuka aliye mwanga wa mataifa. Kwa hiyo nasi tunapaswa kuangaza kama mishumaa tuliyokuwa tumeibeba, kama mshumaa wa Pasaka. Tuangaze maisha yetu kwa mfano wa Kristo mwenyewe mfufuka. Haleluya! 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 Mshangilie tena Kristo. Sehemu ya pili ni tulimaliza hivi punde, liturujia ya neno. Katika liturujia ya neno tunatafakari matendo makuu aliyoyafanya Bwana tangu kuumba ulimwengu na vyote vijazavyo, lakini pia mpaka kuja kwenye ukombozi wa taifa teule la Israeli, mpaka sasa kwenye ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haya yote yameunganishwa tangu somo lile la kitabu cha Mwanzo hadi lile la Injili ambalo tumelisoma. Kumbe kwa kulitafakari neno hili, tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kufanya usiku mtakatifu uwe kwa ajili yetu kweli, uwe usiku wa ukombozi na kila mmoja akombolewe, kwani aliyefufuka ndiye mkombozi wetu kweli kweli. Tumshangilie tena. Na sehemu itakayofuata baada ya liturujia hii ya neno ni liturujia ya ubatizo. Ndugu zangu, tunaadhimisha pia kwa sherehe ubatizo wa watu wazima na kurudia ahadi zetu za ubatizo. Kwa ubatizo ulifanywa kuwa makuhani na watu wa milki ya Mungu. Ubatizo huo unatutaka tuendelee kuwa mwanga na nuru kwa watu wa mataifa. Kwa ubatizo wetu tuliuvua utu wa kale na kuuvaa utu mpya, yaani tulimvaa Kristo mfufuka tunayemsherehekea usiku
hapa katika Injili hii, hata Sabato ilipokwisha ipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, alikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Hiyo ni ishara ya ufufuko. Jiwe limetolewa, jiwe limeviringishwa. Sasa mwana wa Mungu na mkombozi wetu ametoka kaburini, hayumo, yu hai, ni mzima. Tumshangilie tena. Na baada ya liturujia ya ubatizo kisha kumalizika, tutaendelea na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Katika Ekaristi Takatifu tutampokea Bwana aliyefufuka ili atuimarishe tunapoendelea kufuata na kutafakari mateso, kifo na ufufuko wake. Ndugu zangu, tufufuke pamoja na Kristo kwa furaha, kwa upendo na amani mioyoni mwetu. Amani hii ya Kristo kufufuka tunatakiwa kuipeleka kwenye familia zetu usiku huu, tuipeleke pia mitaani kwetu. Yeye yu hai kati yetu, amefufuka, ni mzima, mkombozi wetu. Tumshangilie tena. Haleluya, tunaimba haleluya inayosema ni furaha, ni furaha, ni furaha. Haleluya hiyo tuliyoimba na kusema ni shukrani